Leo Mjenzi wa Nyumba TZ hapa nataka nikupe elimu ya mpangaji na mwenye nyumba. Nisikilize kwa makini. Ni elimu ya mpangaji na mwenye nyumba. Kila mmoja ajue sehemu yake. Je, unapokea kodi au unajirundikia deni? Wamiliki wengi wa nyumba maarufu kwa jina la landlord na mawakala wa real estate wamekuwa wakiendesha biashara hii kwa mazoea, jambo linalopelekea migogoro isiyo ya lazima. Leo nataka tuchambue ukweli mmoja wa kisheria na kibiashara kuhusu kodi ya miezi 6. Hela ya miezi 6 sio yako yote kwa wakati mmoja. Ukipokea kodi ya miezi 6 leo, mfano kuanzia mwezi wa 4 hadi mwezi wa 10, kisheria miezi 6 haijaisha, hivyo pesa yote ulioshika ni deni. Huwezi kusema umeingiza faida ya miezi 6 wakati miezi hiyo bado haijafika, yani yule mtu bado hajaishi ile miezi. Siri ya kitaalamu: pesa ya mpangaji inakuwa mali yako halali pale tu mwezi husika unapokamilika. Ukizila zote leo, mpangaji akipata dharura na kuvunja mkataba, unapaswa kumrudishia kodi ya miezi ambayo hajaishi. Yani mfano tumelipa mwezi wa 4, mwezi 6 mpaka mwezi wa 10, yeye ameishi tu ule mwezi wa 4. Kwa hiyo inakuwa imebaki labda miezi ile mwezi wa 4 ameishi hata wiki moja au wiki mbili, kuna miezi 5 ambayo hajagusa. Kwa hiyo ile inatakiwa umrudishie, ile sio mali yako. Miezi ambayo hajaishi. Vunja mkataba bila kupoteza haki yako. Kuna makosa makubwa yanafanyika kwenye industry yetu. Mpangaji anapohama kabla ya muda wake, analazimika kutafuta mpangaji mwingine ili arudishie pesa yake. Huu ni utaratibu usio rasmi na wenye makosa. Utaratibu sahihi wa kimkataba unapaswa kuwa hivi: makubaliano ya kuvunja mkataba. Mkataba wako lazima useme wazi. Ukivunja mkataba kabla ya muda wake au kabla ya muda, mwenye nyumba atakata kodi ya mwezi mmoja kama fidia ya kutafuta mpangaji mwingine na kurudisha kodi ya miezi iliyobaki, ile ambayo haujaishi. Kwa maana kwamba kama umeishi miezi 2, na maana kuna miezi 4 mbele iliyobaki, itakachotakiwa kufanyike, itatakiwa ukatwe na ile ya mwezi wa 3. Lengo la kukata ile ili atumie ule mwezi utakao kaa tupu kutafuta mpangaji mwingine. Ina maana una miezi 3 mingine itakiwa urudishiwe yote. Haki ya kurudishiwa pesa: kama mkataba hausemi kuwa pesa haitarudishwa, mkataba ukivunjwa, basi mwenye nyumba analazimika kisheria kurudisha chenji ya miezi ambayo mpangaji hajaishi. Angalizo kwa wamiliki wa nyumba: watu wanasamehe kodi au kuzuia pesa za watu kwa kudhani ni haki yao. Huo ni ukiukaji wa sheria. Usile pesa ya miezi yote 6, maana mkataba ukivunjika leo huna haki na hiyo hela. Mjenzi wa Nyumba TZ, tunakupa elimu hii ili ujenge biashara ya kupangisha yenye uweledi na sio na migogoro. Kumbuka, uwekezaji bora unaanza na uelewa wa sheria za upangaji. Wasiliana nasi kwa mahitaji ya ramani za nyumba, ujenzi bora na ushauri wa miradi ya kupangisha. WhatsApp na Telegram ni namba 0765937090, au unaweza kunipigia simu ya kawaida au kunitumia message ya kawaida kwa namba 0712937090. Pia unaweza kutafuta kwenye email moja kwa moja ya kampuni, ni info@mjenziwanyumbatz.com. Kumbuka, nyumba bora hujengwa na fundi bora na huongozwa na mkataba bora. Asante sana kwa kunisikiliza na karibu tena kwa elimu zaidi na zaidi. Shukrani.